ili mwende kuwaua watu, mwende kuteka watu. Never forever you are. Jueni kwamba hichi kinachoitwa tii mamlaka, waliowatafsiria wamewadanganya. Wamewadanganya. Hatutii kila upumbavu utakao kwa unaletwa na nyinyi mnaojiita wenye mamlaka. Iteni na sisi, iteni wakina Gwajima, iteni wakina Mbarikiwa Mwakipesile, waiteni na wenyewe waje. Waiteni. Kwenye hivyo mnavyoviita, viongozi wa dini na nyinyi njoeni. Waiteni. Waje wanyoshe tu lula muone. Wazungumze kinachosababisha mpaka watu wanaandamana ni kipi? Nayo mnachotasia amani ya nchi malizia ni kipi? Waiteni wanyoshe tu lula hiyo. Kwa viongozi wetu wa dini, kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu. Kila mamlaka imeletwa na Mungu. Iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamume, kila mamlaka imeletwa na Mungu. Na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo hakuna anojua duniani. Hakuna. Ya, haleluya mtu wa Mungu. Kwa maelezo haya ambayo ameyatoa Rais Samia, yeye anasema kwamba viongozi wa dini, vitabu vyote vya dini vinazungumza kwamba tunapaswa kutii mamlaka kwa kuwa hakuna mamlaka ambayo haijawekwa na Mungu. Sasa najua nishafafanua sana, hata pia mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile ashafafanua sana kuhusiana na mamlaka hizi. Sasa leo na mimi nimeona ni vyema hebu pengine niongee haya. Swali langu la muhimu ambalo najiuliza sana, Rais anapewa kiburi na nani? Yaani wako wakina nani wanaofafanua maandiko au kanuni? Sababu mimi nijuacho na nisemacho, ikiwa kama kitabu cha Qur'ani kinasema tutii mamlaka, mimi nitakubaliana nayo. Lakini ikiwa unasema na Biblia, mimi nakataa kabisa. Hakuna mamlaka hawa tunaoitwa kwenye Biblia humu, hiki kitabu cha Biblia hiki, kwa sababu kisema vitabu vyote maana yake viliandikwa na wacha Mungu au na mitume au na manabii waliokuwepo kwenye wakati ule. Sasa mimi nijuacho kwenye Biblia hii, kwenye Qur'ani sijui kama amesema vitabu vyote vya Mungu, vitabu vyote vya dini vinasema tutii mamlaka. Ndivyo alivyoweza yeye kusema tutii mamlaka. Kama Qur'ani inasema mamlaka zote zilizoko duniani basi tunatoka tuzitii, basi mimi nakuhakikishia hii Biblia hii hairuhusu tutii kila upumbavu ambao utakuwa unaletwa na mnaojiita wenye mamlaka. Na msikie na muelewe. Hao wanaotafsiria labda viongozi wa sababu nimeona wengine walikuwepo kwenye hiyo ambayo ulikuwa umeita si wazee wa Dar es Salaam, walikuwepo hapo akina Mwamposa, wakina Kuhani Musa, walikuwepo. Bila shaka hao ndo watakuwa wanawatafsiria tutii mamlaka. Sasa hawa vibaka hawa ambao ndo kwa sehemu kwa mnaita wenyewe ndo watumishi wa Mungu, ila wengine wakiongea hawa wanatumwa, hawa watii mamlaka. Na bila shaka na hakika kuna maneno yako anasema hata wenyewe huko hawaelewani. Hatuwezi tukaelewana na kila kibaka ambaye atasimama na shauku zake za dunia, ili mnakuta ndo kama hivyo watu watatekwa, watu watauawa, kuna wizi wa rasilimali. Wao wakisimama ni kuombea na kupongeza. Hiyo haikubaliki kwenye Biblia na hata walioandika Biblia. Mimi niwaambiacho mnaojiita watawala, mnaojiita wenye mamlaka, jueni na mfahamu hatutii kila upumbavu ambao wote utaletwa na wanaojiita wenye mamlaka. Mjue na mtambue hilo. Haiwezekani. Kwa mara nyingine iko siku mtasema haya ushoga sasa tunaruhusu. Haya viongozi wa dini anzeni kukuhubiri hiyo kwamba ni haki tu za kibinadamu. Upumbavu hatuwezi tukatii. Hata masuala ambao watu watatekwa, watu watauawa, alafu wanasimama vijana yule si nani yule nimemsahau jina lake, anasema kwamba watu kiwapoteza polisi msiwatafute. Hamwachukulia hatua yoyote. Wanasimama pia na wale Waislamu wanasema tutakatana mapanga na watakaoandamana. Ila hao ndo hawatalisha amani ya nchi. Ila tu tunaokemea masuala ya utekaji, tunaokemea masuala ya watu wasiuawe, sisi ndo tunahatarisha amani ya nchi. Huo ujinga na upumbavu huo uishie huko. Kama mnaiamini Biblia, mnasema ni kitabu cha Mungu kimeagiza tutii mamlaka, basi huyo Mungu hajaagiza watu muue watu, hajaagiza watu kumteke watu, hajaagiza. Ndio maana imeandikwa usiue. Na kwa kuwa imeandikwa usiue, lazima yawepo mafundisho ambao atafundishwa yoyote
bila kujalishwa wewe ni mwenyekiti, si mkuu wa mkoa, si rais, si mbunge, si waziri. Ukifanya upumbavu natakuwa uambiwe umefanya upumbavu kwenye hili. Ngoja nisome hapa maandiko. Mimi namwabudu Mungu huyo ambaye walipinga kina Shadraka, Meshaki na kina Abednego, walipinga kauli zilizokuwa zinasimamishwa na aliyekuwa anajiita mtawala, mwenye mamlaka. Walipinga na walikataa upumbavu uliotaka kusimamishwa na mfalme Nebukadneza. Sikia nikusomea maandiko. Some Danieli hii sura ya 3 mstari wa 17, sema kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Yani mnataka kila mtakachokuwa mnatamka msimamie Biblia. Biblia inasema tii mamlaka. Biblia ituambii tutii kila kitu, hata kama watu watakuwa wanauawa, wanatekwa, tutii tu. Na mnaanza kusema hubirini amani, hubirini maridhiano. Maridhiano gani? Amani gani? Watu wanatekwa, watu wanauawa, tuhubiri amani? Amani kwenye watu wanalia? Hubirini maridhiano. Maridhiano ndo hayo sasa, kuwapatanisha watu ambao mwingine yeka anatangaza amani kaficha mapanga nyuma. Ndo tunawaridhisha. Haya, mridhiane ili muende kuwaua watu, muende kuteka watu. Never forever you are. Jueni kwamba hichi kinachoitwa tii mamlaka, waliowatafsiria wamewadanganya. Atutii kila upumbavu utakao kuwa unaletwa na nyinyi mnaojiita wenye mamlaka. Sikia nisome maandiko mengine hapa katika kitabu hiki hapa cha Wafalme wa Kwanza. Si mnasema mnaamini vitabu vya Mungu, ndio msikie maandiko yanavyosema. Sasa msikie, sio kila kitu tu mtakachokuwa mnajisikia mnaleta tu mtakavyojisikia nyonye. Tii mamlaka, tii mamlaka. Kwenye ujinga tutii na upumbavu ambao mtakuwa mnauleta. Hamkemei vitendo vya rushwa, hamkemei vitendo vya wizi, zaidi ndio nyinyi mnakuja na lugha hamieni Burundi. Hamkemei hivyo vitendo. Watu kutekwa, mkisimama nyinyi mnasema kifo ni kifo tu. Hamkemei hayo mambo, mnakuja mnasema tii mamlaka. Hata kwenye ujinga tutii. Hapana. Sikia maandiko haya. Wafalme wa Kwanza sura 21 mstari wa 17 inasema hivi, usikie sasa hichi kinachoitwa kutii mamlaka. Uone kama kina Elia walikuwa natii kila upumbavu. Mnafanya mauaji afu mnataka tuwasifie, tuwapongeze. Sema umefanya mauaji gani? Wapi? Tumeua mtoto wa mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile, mlimuua. Na kesi ilienda mahakama, mkamzungusha mzee wangu. Baada ya hapo ile mkurugenzi wa usalama aliyehusika mkampeleka nje ya nchi. Vingine mimi sijui ambavyo watu tu wanasema wameua kwa risasi, wameua kwa sababu sema leta ushahidi. Mimi naleta ushahidi wa dada yangu kipenzi na mtoto wa mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile, mlimuua. Sikia maandiko haya katika Wafalme wa Kwanza sura 21 mstari wa 17, sema neno la Bwana likamjia Elia Mtishibi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria, yuko katika shamba la zabibu la Nabosi ndiko alikoshukia ili atamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nao utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa alipoilamba damu ya Nabosi, mbwa watailamba na damu yako, naam, na damu yako. Ahabu aliua ili tu achukue shamba la mtu aliyekuwa anaitwa Nabosi. Yani alipenda sababu yeye ni mfalme, anaweza kujifanyia anachokitaka, atafanya nayo yataka, akamuua Nabosi ili achukue shamba. Yuko mtu wa Mungu aliyekuwa anaitwa Elia. Hebu iteni mfano akina iteni kwenye hiyo mnaosema viongozi wa dini na nyinyi tunawaita muje muongee. Iteni akina Mbarikiwa, tuiteni na sisi, afu mtuwekee ulinzi tu ule tu ulinzi wa uhakika kwamba nyinyi tutawalinda, mtaguswa na tuiteni tuongee. Si mnataka maliziano, tuiteni tuongee, kwa sababu hao mnaotaka mliziane nao kuna vitu hawavitaki. Hawataki mauaji, hata wanasema wameandamana, walihamasishwa na watu wa nje. Kwa nini mmekosa mvuto wa watu? Kwa sababu kipindi cha Magufuli kwani hawakuongea watu kwamba tutaandamana? Lakini je, waliandamana? Wale hawakuhamasishwa. Mbona walihamasishwa lakini hawakuandamana? Jua zilikuwepo, kazi zilikuwepo, ulikuwepo moyo wa uchamungu na hofu ya uchamungu. Ndio kile watu wako kitazama wasema hivi, tuandamane kwa kipi? Mimi nakwambia mema husitiri wingi wa dhambi. Mema yakiwa mengi husitiri wingi wa dhambi. Hata kama kwenye kipindi cha JPM watu walitekwa na uhakika ilikuwepo mema mengi, lakini sio hii sasa ambao tunaona kinafa ni polepole leo hatuko nao. Sio hii sasa.
hii ambayo Alpha Polepole anakizungumzia kikundi cha wana CCM fulani mtandao, sio hii ya sasa. Hiyo ndo mnatuambia tuitii. Hiyo aishivyo Bwana, aishivyo Bwana. Mtakutana, tuiteni na sisi, iteni wakina Gwajima, iteni wakina Mbarikiwa Mwakipesile, waiteni na wenyewe waje, waiteni kwenye hivyo mnavyoviita viongozi wa dini, na nyinyi njoeni, waiteni waje wanyoshe tu lula, muone, wazungumze kinachosababisha mpaka watu wanaandamana ni kipi, nayo mnachotasia amani ya nchi maliziano ni kipi. Waiteni wanyoshe tu lula hii. Mnachomekea tii mamlaka. Kama nisome maandiko haya mengine katika Matendo ya Mitume hapa, nitaka nisome na Wafalme nyingine hapa. Some Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 18. Hapa walikuwepo wenye mamlaka pia. Wamemuua Yesu, alafu hawataki kuambia kwamba mumemuua, wanawalazimisha hubirini amani. Hubirini maliziano. Hakuna hubirini amani. Mitume walijibu nini? Sikia. Katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 18 anasema hivi, wakawaita wakawaamuru wakisema kabisa, wala nirudi, anasema wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Petro na Yohana wakajibu wakiwaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza nyinyi kuliko Mungu. Hukumuni nyinyi wenyewe, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Hatuwezi tukaacha kutii Mungu. Mungu anayetuagiza tukemee watu wasifanye mabaya, tukemee watu wasiue, tukemee watu wasifanye ufisadi, tukemee watu wasifanye mauaji, tukemee watu wasiteke watu. Hatuwezi tukaacha kutii hiyo agizo la Mungu tukakutii wewe shetani wewe. Hatuwezi sisi tukaacha. Matendo ya Mitume tena sura ya 5. Sura ya 5 nikusomee tena mstari wa 27. Nasema walipowaleta wakawaweka katika baraza. Hapa waliwafunga magerezani, wakawaleta tena. Wakawaleta barazani. Kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni mmejaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Sasa tukatii kila upumbavu tu. Maana maandiko haya, hao wanaotii kila kitu ni wale wenye njaa, wale wanaotafsiri maandiko kinjanja, na kwa sababu kubwa na uhakika mkiwachunguza mnagundua ni wahuni fulani tu hivi. Ndio maana wanalazimika wawasifie ili muendelee kuishi nao. Lakini walikuwepo watu wa Mungu ambao hawakutii kila ujinga uliokuwa unaletwa na wenye mamlaka. Mungu nisome hilo la tii mamlaka. Mimi najiuliza kiburi hiki ambacho watu watatekwa, watu watauawa, mnajitokeza mnaleta hotuba zenu fulani za kejeli, za dharau. Najiuliza kiburi hiki kinatoka wapi? Hivi kweli kwenye dini kabisa wa Kiislamu na yenyewe kabisa inapenda watu watekwe, watu wauawe, watu wapigwe risasi, mnakuja mnajitokeza mnasema hapana, wakuuawa ni AI tulikuwa baadaye mnatokea mnasema kwamba nitakuwa tutumie nguvu hiyo kwa mtaka paka wapindue. Ndio hiyo tuitii. Hata watii hao wengine bwana. Sio lazima si wote tutii. Mimi nimemuomba Mungu. Mimi ukiniangalia ni kijana sana mdogo tu sana. Mimi sikuwahi kupanga hata siku moja niwe natoa klipu kama hizi au maneno kama hizi. Sikuwahi. Ukiniangalia ni kijana mdogo ambaye labda pengine ibidi nipambane na maisha, nioe, niishi tu maisha ya kawaida. Lakini kwa kadri nilivyozidi kuona mzee wangu Mbarikiwa Mwakipesile alikuwa anasumbuliwa magerezani, vile ambavyo alikuwa anasumbuliwa anapelekwa magerezani kama vile mwizi, kama vile kibaka, kama vile jambazi, nikiangalia yeye ndo aliyenisaidia hata kufika kwenye hatua ya kujitambua kwa uelewa huu nilio nao. Alionifanya nimejitambua. Hata kuna baadhi ya vitu nilikuwa naagiza China, vipawa mixers nini, nikajua elimu hizi zimetokana na mzee huyu Mbarikiwa Mwakipesile. Tulikuwa tunaishi wenye madeni, tulikuwa tunavuta mibangi kule, tulikuwa tunalewa mipombe, walao tunakunywa, tunazini, walao labda tuburudishe moyo, lakini hatukupata amani ya moyo yoyote. Tulipokuja chini ya mahubiri ya mzee Mbarikiwa Mwakipesile ambaye alikuwa anatukemea na kutuambia tuache mabaya, kwa sababu imeandikwa kipandacho mtu ndicho atakachokivuna. Wezi ukashiriki mabaya afu mabaya yale yakakuacha salama. Wezi ukipandacho utavuna. Ndio maana wengi mna mapresha, mna kansa, mna kisukari, mna mashinikizo si ya damu, mnahangaika mponi, miguu inawasumbua, miwani mtavaa mtatumia, kwa sababu kuna dhambi mmezishiriki. Kuna dhambi mmezishiriki, na Biblia inasema ziki na shida kwa kila nafsi ya mwanadamu itendayo ubaya.
imeandikwa itakuwa ambapo hutaisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutii yote akuagizayo uyatende. Asema ndipo zitakapokujia laana zote, zina mashaka yote yatakupata. Fanyeni ubaya mtakavyofanya. Ukiishi labda ndo nitatulia moyo. Tuko sisi usiku tulikuwa tunaminywa na wachawi kwa sababu ya mabaya tulikuwa tukiyashiriki. Baada ya kuja kubadilika, leo hii tunaishi tukiwa tuna amani. Ndio tunawindwa, kuna kule hatuna usalama, lakini kuna raha fulani ambayo tunaipitia kwenye maisha yetu, ambao tukikumbuka kule nyuma tulikuwa tunatamani kujinyonga. Tulienda hata kwa waganga, tulikuwa tunatamani tujinyonge, tuondoke tu kwenye dunia. Leo hii tumekuja, walao tumekutana na imani, imetuliza fahamu zetu, imetuonyesha hata njia ya kufanya kazi, kuishi bila kutapeli mtu, kuishi bila kuibia mtu. Afu huyo ndo mhubiri, mnakuja mnaanza kumsumbua. Afu mnakuwa mpo nyuma ya vibaka kina Mwamposa wanaokuwa tunauzia watu mafuta na udongo, kuwakanyagisha watu na watu wanakufa kwenye nani. Injili ndo ilikuwa hiyo sasa. Ilikuwa ni hiyo sasa. Afu mnakuja mnasumbua watu ambao wanapigania haki na ubinadamu katikati ya jamii. Na nimekuwa najiuliza, mkipiga simu kule kambi kuu Mbeya, mnajifanya kana kwamba hamumjui mzee Mbalikwa Mwakipesi. Sema eti hapo kiongozi wa kanisa la Kikosikazi ni nani? Jizimeni data. Kweli nyinyi Mbalikwa Mwakipesi la mumjui? Mwana Yesu mlimuua nyinyi. Mlimtia gerezani kwa kosa gani? Sasa hivi alipo kajificha tu mafichoni. Anaishi kama mwizi. Wao walikuwepo pale, watu walitumwa wasiojulikana. Ikaenda paki kuluza pale nyumbani pale. Biblia inatuambia tii mamlaka. Mimi sitii ujinga huo. Afadhali niondoke tu mara moja, lakini kuliko nikawepo tu jamaa fani mzee wa Tawire. Hongera sana Tawire. Kila kitu sawa. Mimi ukiniona nimekwambia ni kijana mdogo, sikupanga nije nitoe maklipu. Tunayatoa kwa sababu tunaona hivi kweli sasa kama mzee wangu mimi kakosa nini? Kosa lake ni nini? Ana hatia gani? Hicho ndo kinachonifanya naona hapana. Hapana bwana. Biblia inasema mwanafunzi ampiti bwana wake. Mwanafunzi ampiti mkufunzi wake, na mtumwa ampiti bwana wake. Inawezekani mzee wangu awe amejificha kwenye maficho, afu mimi naendea kula tu ugali, niko tu mtaani naendea na mambo mengine. Ndio hiyo nilikataa, nikasema afadhali nipate mashaka pamoja na mzee wangu Mbalikwa Mwakipesi, vyovyote atakavyokuwa. Vyovyote atakavyokuwa. Nitaka nisome andiko linasema tutii mamlaka. Ila nimeona kwa sababu ya muda, acha nikuache. Ila nimekusomea maandiko ambayo nimekuonyesha baba zetu wa imani hawakutii kila upumbavu ndio kuna leto wanaoitwa watawala wenye mamlaka. Mamlaka ya watawala tutii hata kama watu wanauawa. Tutii kwenye watu. Mzee wangu Mbalikwa Mwakipesi anatiwa gerezani, kosa lake hamna, mtoto ameuawa, twende tukutii. Hongera kwa kunisikiliza.